Tumerejea tena mtazamaji wa TBC2, na kama ndo kwanza unaungana nasi, hili ni Jaba la Habari na mimi ni Winifrida Galbert. Tumetoka kutazama habari za kimataifa na ulikuwa naye Richard Steven, na sasa tuko kwenye muda wa mahojiano, na kama ilivyokuwa ada ndani ya Jaba tunakuwa na mahojiano, na siku ya leo ikiwa ni Juni 29, dunia ikiazimisha siku ya ukanda wa tropic, na sisi tutakuwa na mgeni ambaye ni Madam Tunu Kalanji. Tutaenda kuzungumza naye tupate kufahamu ukanda wa tropic ni nini na una faida gani kwa Tanzania lakini kwa dunia kiujumla. Madam Tunu Kalanji, karibu sana kwenye studio za TBC2. Asante sana Frida, thank you. Tunafurahia uwepo wako, naamini kuna vitu vingi tutaondoka navyo. Mimi kwanza niliwahi kujifunza kuhusu masuala ya tropic lakini hatuyajui sana. Kwa naamini kuna yule kijana akiwa kule nyumbani kuna vitu vingi atajifunza. Moja kwa moja tunatamani kufahamu International Day of Tropic ina umuhimu gani kwanza kwa Tanzania, na ni kitu gani haswa kwa yule mtazamaji ambaye ndo analisikia kwa mara ya kwanza na anatamani kufahamu kwa undani zaidi? Okay, asante sana Frida. So International Day of Tropic ni siku ambayo tunasherehekea zile sehemu ambapo ziko kwenye ukanda wa tropic. Kwa mfano nchi kama Tanzania, nchi ambazo zipo katikati ya tropic ya Cancer na tropic ya Capricorn, mambo ya geography hayo. Yes, so tunakuwa tunasherehekea, lakini hizi kanda ambazo zipo kwenye tropic, hii siku kwanza Umoja wa Mataifa waliweka ili kuongeza uelewa kwa watu wa hizi sehemu ambazo zipo, mchango wake inasaidia nini hasa kwa dunia kwa ujumla. Kwa kwenye hizi tropical areas, kwa mfano Tanzania ni sehemu ambazo zinakuwa zina experience mvua nyingi, lakini pia ni sehemu ambazo zinakuwa na ardhi yenye rutuba kama sisi tunavyoona nchini kwetu. Kuna maeneo ya namna hiyo, kwa mfano Dar es Salaam, Mtwara, Pemba, Zanzibar, kwenye hivyo visiwa. Kwa unaona sisi kama Tanzania tunakuwa tunanufaika kuwa kwenye hiyo party, tunapata mvua mara nyingi, lakini pia tunazalisha mazao ya biashara kama vile korosho, kahawa, chai, pamba na vitu vya namna hiyo. Kwa sisi kuwa kwenye huo ukanda ni faida kubwa sana kwetu, kwa sababu vitu vingi ukiangalia hata hizi national reserves tulizonazo ni kwa sababu tupo kwenye huo ukanda. Yes. Kwa faida ni kwenye masuala mazima ya kilimo. Masuala ya kilimo, lakini pia kuwa na bahari kwenye bahari, mito, maziwa kwenye blue economy sisi tunapata faida kubwa. Ukiangalia sasa hivi kuna wakulima wa mwani, watu wana investi kwenye blue economy, lakini pia sisi ukiangalia tumebarikiwa, tuna bahari, tuna eneo kubwa la bahari, tuna mito, tuna maziwa. So sisi kama Tanzania tunapata faida kubwa sana kuwa kwenye tropical area. Sasa kuna yule mtazamaji ambaye anasikia sasa hivi na amefahamu kwa angalau kidogo tropic, amejua ni nini, lakini kuna yale mabadiliko ambayo yanatokea, mabadiliko mengi ya tabia ya nchi huwa yanatokea. Ni kwa namna gani sasa mtu anaenda kuathirika akiwa ndani ya ukanda kama huu? Ni kama tunavyoona sasa hivi, ukiangalia kwa context ya Tanzania inatabiriwa ku-experience mwaka El Nino. El Nino ni katika hayo sasa mabadiliko ya tabia nchi. Tukiangalia human activities zimepelekea kwa kiasi kikubwa climate change. Kwa ukiangalia kwenye hiyo El Nino itasababisha mafuriko, lakini pia kuna sehemu zinaendelea ku experience ukame wa hali ya juu. Kwa mabadiliko ya tabia nchi yanaaffect kila mtu, na leo nimeona taarifa ya DW wanasema kwamba Ulaya joto limekuwa kali. Nyuzi 43 kama sikosei, kiasi kwamba hadi watu wanakufa. Lakini pia hayo sasa hivi wakati Ulaya wakiendelea ku experience joto kali, mimi pia nimeangalia jana sisi tuna experience Dar es Salaam baridi ya 21 centigrade. Of course sisi hatujazoea, tumezoea temperature yetu 35, tumezoea. So mabadiliko ya tabia nchi yanaaffect kila mtu, lakini pia sisi kwa ukanda wetu ikipelekea ukame kwenye central part of Tanzania hapo katikati Dodoma, kwa inakuwa inarudisha nyuma hali yetu sisi ya uzalishaji. Yes. Umezungumzia mara ya kwanza pale ukasema ukanda wa tropic una vitu vingi ndani yake, si kilimo tu, hata bahari. Sasa tukirudi kwenye bahari, sasa hivi sisi tumekuwa na kauli mbiu au tuseme ile namna ya msukumo ya kusema uchumi wa buluu. Ni kwa namna gani sasa Mtanzania anaweza kanufaika na uchumi wa buluu ambao unapatikana ndani ya ukanda huu wa tropic? Okay, so kuna opportunity nyingi kwenye uchumi wa blue, na mimi nashukuru sana for the past 2 weeks nilikuwa kwenye
mkutano wa 11 wa kidunia wa masuala ya uhifadhi wa bahari, lakini pia kuna opportunity nyingi sana. Lakini kama ukiangalia watu sasa hivi wanainvest kwenye kilimo cha mwani, lakini pia kwenye uhifadhi wa mikoko. Kwa hivyo vitu vyote vijana wanaweza kuangalia fursa zilizopo, lakini pia tunakosekana, hatuna teknolojia au tuseme hatuna mifumo mizuri ya kumonita hizo taarifa. So hizo ni opportunity ambazo kijana anaweza akaziendea, ukaangalia the gap ambayo iliyopo kwenye blue economy, so you can join hapo, uweke nguvu, alafu ndo tuone tunafanyaje. Lakini opportunities zipo kwenye blue economy ni nyingi sana, na sisi kama Watanzania tupo committed to protect, kwa sababu hizi tropical areas lengo ni kutengeneza ustahimilivu na uendelevu. Tunatumia uchumi wa blue, manake ni kwamba tutumie rasilimali zetu zilizopo bahari, mito na maziwa kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa fursa ni nyingi sana. Yeah. Kumekuwa na tabia ya watu wengi kutokutunza mazingira. Sasa mazingira usipoyatunza lazima yaje ya kufanyie kitu kibaya. Kwa mfano ukiwa unakata miti without kuipanda, lazima baadaye utokee ukame. Lakini pia vile vile tumeona bahari ikiwa inachafuliwa sana na watu. Hebu zungumza na yule mtazamaji ambaye ndo anasikia kuhusu masuala ya ukanda wa tropic, lakini anasikia kuhusu uchumi wa buluo, lakini pia na masuala mazima ya kilimo ambayo yanaunganika kwenye huu ukanda. Ni kwa namna gani sasa Mtanzania anatakiwa alinde na atunze hivi vitu ili isilete athari hasi baadaye? Mimi mara nyingi napenda kusema kutunza mazingira si swala la Winfrida wala si swala la Tunu na wala si swala la serikali. Mara nyingi napenda kusema hivyo kwa sababu ni swala la kila mmoja, na madhara yakitokea hayatoikuta labda mtu unafikiria wewe kwamba ni ndo jukumu lake kuhifadhi, lakini madhara yakitokea yanatukuta wote. Juzi sisi tulikuwa tunafanya beach clean up. Yani ukienda kwenye hizo beach ni chafu. Kwa sababu gani? Sisi si watunzaji wa mazingira. Sisi yani hatujaamua kutunza mazingira, na mimi napenda kusema kwamba gharama ya kutotunza mazingira ni kubwa sana kuliko gharama ya kutunza mazingira. So mimi nitoe tu wito kwa jamii, kila mtu ana wajibu wa kutunza mazingira, kwa sababu madhara yakitokea hayachagui nani apatwe na madhara, nani asipatwe na madhara. Kwa swala la kutunza mazingira wala si swala la kujifikiria. Lakini pia napenda sana kusema kwamba swala la kutunza mazingira sio tu swala la kitaifa au la kidunia, lakini pia ni swala la kiimani. Yes. Kwa tunakumbushwa kuendelea kutunza mazingira ili mazingira yatutunze, haswa kwenye sisi ambao tuko kwenye ukanda wa tropic. Tunaona mataifa mengine yanaendelea kukumbwa na changamoto. Tuendelee kuombea Mwenyezi Mungu atoke kwenye hayo maswaibu ambayo wanayopitia. Tumalizie na hili. Sasa serikali na taasisi binafsi au taasisi za umma zinawezaje kushiriki sasa katika kutunza na kufanya hivi vitu ambavyo viko ndani ya ukanda wa tropic kuendelea kuwa endelevu ili tuendelee kufanikiwa na kuonja matunda ambayo yapo ndani ya hivyo vitu? Serikali na sekta binafsi zina nafasi kubwa kwenye uwekezaji serikali, lakini pia kwenye kutoa vibali. Na mimi pia nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu imekuwa ikiweka kipaumbele sana katika kushirikiana na private sector, lakini pia kwenye NGOs nyingi tumekuwa tukipartner. Na mimi napenda kusema pia, kama si serikali kuwa na mikakati endelevu na mikakati rahisi kwa watu wengine, mimi kwa NGO na private sector, isingekuwa rahisi pia kuwa na NGO nyingi na private sector. So kwenye kila kitu ukiangalia kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesaini mikataba tofauti ambayo inasupport mambo ya sasa hivi, kama tuna National Blue Economy Strategy, tuna NDC ya 3, National Determined Contribution kwenye mambo ya climate, lakini pia serikali ya Tanzania imesaini, Tanzania ni mojawapo katika Paris Agreement. So hivyo vitu vyote ni vitu ambavyo serikali inafanya, lakini pia na sisi tunafanya as NGOs na private sector tunafanya kwa pati yetu, so as wote tufikie hiyo sustainability tunayotaka. Yes, we are partner. Yeah. Sasa mtazamaji ambaye anataka kufahamu zaidi juu ya ukanda wa tropic, anataka kufuata kwenye mitandao ya kijamii, anakupataje? Lakini labda akiwa na maswali zaidi kama kijana, labda anataka kunufaika kupitia ukanda wa tropic, anakupataje? Okay, so mimi kama nilivyosema, mimi nafanya kazi na shirika lisilo la serikali, Human Dignity and Environmental Care Foundation, HUDEFO. So anaweza kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii,
Hudefo_, lakini mimi pia Tunu_Kalanje, and I'm hosting the podcast, the Hidden Gems podcast. Kwa msenta kafuatilia podcast yangu kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nikushukuru sana Tunu Kalanje. Thank you. Mtazamaji, na huyu ni Tunu Kalanje ambaye tulikuwa naye hapa kwenye muda